Karibu katika msimu wa 16 wa Shamba Shape Up. Tumetembea kote Afrika Mashariki kutafuta wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea wakati tunawapa maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata pale kunapokuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Tunataka kuwapa msaada kupata mavuno bora na kuongeza kipato chao. Tutaona jinsi wakulima wanavyoweza kufaidika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu, huku wakijifunza kutoka kwa kila mmoja wao katika njia nyingi. Jiunge nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima kwenye safari ya Shamba Shape Up. Jambo na karibu katika taarifa za habari za Shamba Shape Up. Leo tunaenda moja kwa moja katika maonyesho ya ukulima ambapo ubunifu wakutana na ukulima wa kisasa. Na tuko naye Naomi katika maonyesho. Naomi, watupata vizuri? Hebu tuelezee kunaendeleaje huko? Hali si nzuri hapa, unapomasikia mashini ziko kwenye shamba. Vumbi ndo hii, acha nikwambia, upepo mkali sana kabisa. Ng'ombe watoroka wote. Umesema upepo wa mabadiliko waonekana hapo Inaonekana kwamba ni maonyesho ya kufana sana hapo. Hapana, si hivyo vile nasema. Nakwambia mbuzi, ng'ombe wametoroka, wameenda wanapanda juu ya meza, watu wanatoroka, wanaogopa na nakwambia. Kwa hivyo wewe waona kwamba kuna mabadiliko ambayo imeanza. Hii ni janga, nakwambia, hii ni janga. Nani anajenga? Janga, uelewi janga, ni kubaya sana. Asante Naomi, na karibu kwa Shamba Shape Up. Nakwambia sasa ni mbuzi imekula chapati. Wiki hii tuko Ngelani katika kaunti ya Machakos. Kwa majina naitwa Nisha Nzomo, a banker, market research and theologian by profession. Mimi ni mkulima. Nami pia naitwa Pamela Nzomo, mtaalamu wa IT marketing, na pia mimi ni mkulima. Ukulima tumeufanya kwa muda wa mwaka 1.5. Shamba lenyewe linaitwa Legacy Farms, haswa kwa sababu ndugu yetu ambaye ndo alikuwa anachunga boma hili letu na kufanya ukulima katika shamba zetu aliaga akatuacha. Hivi mnapotuona sasa tunafanya ukulima kwa kupenda ukulima, lakini pia kwa niaba yake kutekeleza yale maono ambayo alikuwa nao, ambapo alikuwa anataka kufikisha shamba letu na boma letu hapa. Kwa kazi ambayo nilikuwa nafanya pale mwanzo kabla nifanye ukulima, umetusaidia sana kujikuza kwenye ukulima. Nina ufahamu mzuri ambao unatuwezesha kujua market ikoje na lengo ya kufanya biashara. Si ukulima tu. Hapa ni nyumbani kwetu na tunapapenda, na hii boma ina zaidi ya miaka 50. Tunafanya changes hapa na pale, iwe ni nyumba ya kisasa. Shamba Shape Up, mama amekitazama kipindi hichi kwa muda mrefu. Kila wakati niliona hili, niliona lile kwa Shamba Shape Up. Jaribuni. Kwa hivyo sasa tumefurahi kwa sababu tutapata sasa ile hands-on experience. Tufundishwe na wataalamu wenyu tuweze kukuza shamba hili la Legacy Farms. Pamela, Nisha. Tumefurahi sana kufika hapa. Nisha, hebu tueleze hapa ni wapi? Asubuhi leo mkoa wa Machakos County. Hapa ni Moore Hills. Hapa katika Legacy Farms tuko na kuku wa kutaga mayai, tuko na kuku wa pure kienyeji, tuko na mboga zozote zenye unaweza hitaji na vitu vingi vinginevyo. Ukulima unawapelekaji? Vizuri, tunafurahia ingawa ina changamoto hapa na pale. Kwa mfano, magonjwa kwa kuku wetu, hasa hawa wa mayai. Shida nyingine ambayo tuko nayo ni upande wa chakula. Alafu pia magonjwa kule shambani kwa mimea wetu. Tuko na wataalamu. Tufanye kazi na nyinyi tuhakikishe tukitoka hapa mko Shape Up. Yes. Tayari tuanze kazi? Tuko tayari. Haya basi. Tuende kazi. Haya. Mbao ni mzuri kwa ujenzi kwa sababu unaweza panda miti. Si nzuri tu kwa kujenga nje, lakini pia urembo wa ndani. Shambani tuko naye Catherine Muthoni Juguna, mtaalamu wa ujenzi na injinia. Yuko hapa kutuonyesha jinsi mbao inaweza kutumika ili kubadilisha nyumba iliyopo kuwa jengo nzuri zaidi.
Hii nyumba, hebu tuelezee Nisha, imekuwa hapa kwa miaka ngapi? Hii nyumba imekuwa hapa zaidi ya miaka 50. Nzee kuliko kila mtu hapa. Aha. Kuna baridi. Kuna baridi. Hiyo ni changamoto sana kwetu. Hivyo unapika chakula ukihisi baridi? Tunahisi baridi huku kweli. Tumekuwa tukipangua. Tukiwa na jikoni ya kisasa, cabinets za kuhifadhi vitu. Tuimarishe pia neatness, tuimprove pia storage. Aha. Kate, bila shaka umeingia kule jikoni na umeangalia. Sasa ungependekeza jikoni mwa Nisha tufanye nini hapa? Tutumia cladding kwa ukuta. Tutatumia mahogany ndio tutengeneze workbench, na cabinets na shelves tutatumia cypress. Tukitaka kuboresha jiko lake, maanake mimi kwa kawaida naona mawe na simiti na mchanga. Tunaweza tumia hiyo ili kutengeneza jiko la mkulima wetu. Kwa kawaida katika nchi yetu sana sana watu wanatumia mawe na pia simiti, lakini naweza sema kuna njia nyingine ya ujenzi kwamba tunaweza tumia mbao. Mbao? Na miti. Kwa nini mbao? Ujenzi wa mbao inaleta urembo katika nyumba, inakukaribisha katika nyumba yako, na pia hakuna mti yenye nafanana na mti mwingine. Unasema pattern ni tofauti, kwa hivyo inaleta uniqueness katika ujenzi wako. Jikoni kutakuwa na joto? Ndio, mbao inakuanga na property ya insulation. Hairuhusu joto ipite kati yake. Hautapata joto ya nje kwa nyumba yako ama baridi ya nje kwa nyumba yako. So itakuwa comfortable, ama utaweza kuishi kwa starehe. Nitaweza kujienjoy wakati nafanya mapishi. Upike chakula kitamu. Kabisa. Pia mbao ni, yani kwa kimombo tunasema sustainable, na pia ni renewable. Unaweza panda mti na baada ya miaka kadhaa uko na mahali unaweza toa mbao tena, ama itakayopea watoto wako mbao tena ya kujenga upya. Ndio maana tuna advocate watu waanze kutumia mbao ili tuweze kuwa na ujenzi yenye ni sustainable. Wakulima, kila wakati unapokata miti hakikisha unapanda miti zaidi inayoendana na eneo lako. Mbao ni rasilimali ambayo inaweza kukua tena na ni nzuri kwa mazingira. Mwanzo vile umesema unatumia mbao. Need kufanya replacement kila wakati ama itakueje? Manake nikifikiria kama unaunda na mawe itadumu kwa muda mrefu zaidi kushinda kutumia mbao. Mbao pia inadumu. Italingana na matumizi yako pia, na pia treatment method yenye umetumia. Madini ya asili kama borax ni njia bora ya kutibu mbao dhidi ya mchwa na uozo unaosababishwa na kuvu, kwa sababu hupenya ndani ya mbao. Pia ni salama kwa binadamu. Vifaa vingine vya asili pia ni vizuri kwa ajili ya kutibu mbao dhidi ya uharibifu wa maji. Moisture content ikibadilika, unapata mbao inakauka, alafu inaanza kuharibika, inawap ama inabadilisha umbo, inaanza kukaa vibaya. Tukiangalia treatment method ya tunatumia kwa hii project, tunatumia linseed oil na wax. Yote ni natural na ni non-toxic. Ina preserve the original moisture content na itakuwa stable. Tukiweka wax na tuweke linseed oil, maji haingii, tuseme bacteria, haitaingia ndani ya mbao yako. Kwa hivyo sasa itakuwa hygienic na itakuwa durable. Pia hiyo treatment method inazuia wadudu na pia mchwa kuingia kwa mbao yako na kuiharibu. Pia inarahisisha ujenzi kwa sababu unaweza ikata utengeneze umbo tofauti tofauti. Muda unaochukua kujenga na mbao ni mfupi, hata unaweza chukua siku 2. Pia kwa hiyo element ya kuwa inviting, yani inakukaribisha kwako na unasikia vizuri kwa sababu kitchen yako ni rembo, inaleta aspect ya mental health. Kwa hivyo inaloa hormone fulani inaitwa cortisol, that is a stress hormone. Kwa hivyo unasikia ni kama uko nyumbani, hauna stress, yani kwako vitu zako tu ni ziko shwari. Ni mbao aina gani ambazo zinatumiwa kujenga? Tunakuanga na categories 2 kubwa za mbao. Kuna zenye tunasema ni hardwood na nyingine tunasema ni softwood. Tunatumianga hardwood mahali kuna high traffic ama iko na uzito mingi kwa sakafu. Hata tabletops mahali unatumia sana kukata matumizi.
lakini softwoods tunaitumia kwa matumizi yasiyo na uzito mwingi ama watu hawapitipiti sana. Ufunikaji wa ukuta umeanza. Mbao huunda kizuizi kwa ukuta wa mawe. Inanasa joto na kwa hivyo hufanya chumba kiwe na joto. Ubora wa mayai yako utalingana na vile unavyoangalia kuku wako. Kutoka CKL Africa tuko na Michael Maundu. Yuko hapa kutufundisha mengi kuhusu huduma inayohitajika ili kupata mazao bora kutokana na kuku wa mayai. Biashara hii tumeifanya kwa mwaka mmoja na miezi kadhaa. Kuku ni biashara njema kwa sababu ya mambo ya mayai. Umekuwa na changamoto zozote? Changamoto zimekuwa mingi sana. La kwanza ni chakula. Kwa hivyo hiyo inaathiri mapato yetu kama wakulima. La pili pia ni kwamba kama wakulima wachanga hatukuwa na ile imani ya kwanza na vifaranga. Kwa hivyo tukaamua kuchukua hawa kuku wakiwa tayari kutaga, point of lay. Tukaletewa kuku 200 wakiwa wagonjwa. Kwa hivyo kama wakulima hiyo ilituathiri sana kwa sababu tulikuwa na kuku wengine tayari walikuwa kwa shamba. Wakagonjeka wote. Tulipoteza karibu kuku 160. Usijali, tuko na mtaalamu hapa na anajua vizuri atatusaidia. Nimeweza kutembea kwa shamba. Nikiingia pale niliona disinfectant. Hiyo nao ni vizuri sana, ni ile tunaita biosecurity na ni muhimu sana. Nikaona vitu zingine unafaa kurekebisha. Hii sakafu sasa inafaa kuwa na ile tunaita sawdust ya kutosha. Inafaa kukua 3 to 4 inches. Pia nimeona mahali wao wanatagia mayai. Hawa kuku ni wengi na wanahitaji space ya kutosha ya kutagia mayai. Kwa hivyo utaongezea hizo boxes. Ukipata kununua kuku kule nje, usije ukachanganya na kuku wale wako walikuwa hapa. Waweke separate, waangalie kuzuia magonjwa yasije kwa shamba lako. Sawa. Unafaa kuzuia magonjwa uwezavyo ya kutoka nje. CKL Africa tuna dawa inaitwa Cupacid. Hii ni disinfectant. Ile tunasema fast acting. Ya pili hii ni broad spectrum disinfectant yenye inaua bacteria, inaua viruses, inaua fungi, inaua kila kitu. Huwa unatumia kiwango 25 ml per 10 liters ya maji. Hii huwa ni nzuri sana kwa ile food bath, kuwazuia magonjwa yale ya kutoka nje yasije yakaingia kwa nyumba ya kuku. Alafu pia kwa kudisinfect nyumba ya kuku. Kuku wangu atakuwa sawa nikitumia hii dawa wakiwa hapa chumbani ama lazima ni watu? Unaweza tumia kuku wakiwa hapa ndani. Dawa ni salama kwa kuku wako. La pili pia vitu vya kuku. Tunaweza tumia hii dawa pia kuziosha. Unaweza tumia Cupacid kidogo, unaweka kwa ile maji ya kuoshea hizo vifaa. Alafu bacteria kwako sasa itakuwa zimepotea kabisa. Kabisa. Asante. Kunayo shida ambayo imekuwa katika upande wa kutaga mayai kwa sababu sasa tumetoka kupata mayai angalau tray 5, 6, 7. Sasa tunapata tray 1. Ndio. Kwa hivyo kwa sasa hakuna mapato. Makosa ambayo yalifanyika hapa kwa shamba, tulipoteza kuku kadhaa na katika uchunguzi wetu na daktari wetu tukapata kwamba ni kuwa wamekula sana. Mwenye kuangalia kuku akapunguza chakula kwa haraka sana hapo kwa hapo. Kwanza mlipindua schedule ya feeding. Hiyo drastic change kwanza huwa inapea kuku stress. Na Pamela, huwa unapatia hawa kuku wako chakula vipi? Kwa sasa kuku tunawapatia chakula mara moja kwa siku kabla ya saa 3 asubuhi kufika. Ndio. Ningependekeza ya kwamba hii chakula yenye unapea kwa siku kwanza ikuwe umepima na alafu ugawanishe mara 2. Asubuhi unaweza wapea 60%, alafu in the afternoon unaweza ukawapea 40%. Itapea kuku nafasi ya kudigest hiyo chakula. Kuna kingine tunaweza fanya kuongeza utagaji wao wa mayai. CKL Africa tuko na products zenye zinaweza kukusaidia kwa ufugaji wa kuku wako. Kwanza tuko na product inaitwa Diamond V. Imeandikwa efficient digestion and increased production. Itasaidia hawa kuku, ile chakula kuku amekula inasiagika, alafu sasa nutrients zinakuwa ziko released na available kwa kuku. Definitely production itapanda. Hii Diamond V ndio
Tunampatiaje kuku? Gunia ya 50 unatumia 60 to 62 grams ya Diamond V na umake sure imechanganywa vizuri vile inafaa. Ndio. Na pia kutoka CKL Africa tuko na product ingine tunaita Natozyme. Hii nayo ni mchanganyiko wa zile tunaita enzymes. Kusaidia kusiaga zile nutrients. Nutrients kama carbohydrates zinafaa kusiagwa, nutrients kama proteins inafaa kusiagwa na enzymes. Ndio sasa zikue ready to get into the system. Natozyme unatumia gram 17 to 20 kwa gunia ya kilo 50. Alafu inachanganywa vizuri. Yes. Kutoka hapo production ya mayai itaenda juu na utaona pesa mfukoni. Mtaalam pia ametushauri tuongeze visanduku vya kutagia na marada ya mbao kwa ajili ya kuku. Tayari Kamau anafanya kazi. Yanayojiri baada ya mapumziko, tunaangazia vitunguu na jinsi mashine zinavyorahisisha kazi shambani. Karibu tena kwenye Shamba Shape Up. Jikoni linakaribia kukamilika. Ufunikaji wa mbao unavutia. Tayari kuna hali ya joto. Kupaka rangi makabati nao kunaendelea. Kuna shughuli nyingi shambani. Tutaungana na Kamau baadaye. Kukinga shamba lako kutokana na wadudu na magonjwa ni muhimu sana. Na wakati mwingine unahitaji mashini. Tunajua ni nani tutaita. Kutoka Stihl East Africa Limited, watengenezaji wa mashini imara za kilimo, upandaji wa miti, usanifu wa mandhari, usafi na katika ujenzi, tuko naye Daniel Mandela. Yuko hapa kutusaidia kurahisisha kazi shambani. Kwa kuku hapako sawa. Tunakumbwa sana na mambo ya magonjwa na wadudu hawa. Inachukua muda sana kupiga dawa. And of course unatumia dawa mingi kwa sababu tunatumia zile mikoba tu za kawaida za mkulima kupiga dawa hizi. Knapsack. Pia kule shambani, mashamba ni makubwa, inahitaji watu wengi, muda mwingi. Kama mimi hapa I'm all for equality, lakini kwangu siwezi ibeba. Ni mzito. Kando na kuibeba, mechanism ya kuitumia. Unajua lazima ushinde uko hapa. Haya Mandela, umesikia changamoto, uko na suluhisho kwa mkulima wetu? Tony, niko na suluhisho. Nimeona kuna shida ya kunyunyizia mmea yake na pia kujaribu kuzuia watutu kwa nyumba ya kuku pale. Nimemletea mashini kutoka Stihl. Tunaiita kwa kimombo inaitwa mist blower. Lakini Kijerumani tunaiita SR420. Tuingie katika chumba cha kuku pale. Umesikia mkulima vile kuna changamoto hapa. Kwa kuku, kitu ya kwanza, hii mashini inatumika kusafisha. Kwa kimombo tunasema kublow. Yes, iwe safi. Alafu baadaye ndio unaweka dawa ya disinfectant. Utakuwa inapika mzuri so that hiyo dawa ifikirie mahali kila sehemu ya hiyo nyumba. Hebu tueleze muundo wake. Muundo yake iko na engine kwa kimombo. Inatumia nguvu za petroli. Lazima uweke petroli na uweke 2T. Kwa kimombo tunaitwa engine oil. Unachanganya kwa 20 mils ama mililita 20 kwa lita moja ya petroli. Unawekea hapa. Ukiweka hapa, ukiangalia kuna vituta hapa, unaweka, inaonyesha mashini iko ready kuanza kufanya kazi. Alafu kuna haka kidute, haka ni kuifanya mashini kimbie kwa kasi. Kuna haka kiduta hapa, unakuja unaweka mahali panaitwa choke position. Then unavuruta. Ukivuruta, hiyo mashini itaanza. Then unaanza kupika nayo dawa. Bona mashini yenyewe? Nimeiona. Si ni maridadi? Mrembo kama mwenyewe, the new owner. Haya basi, hebu uliza swali lolote kuhusu mashini hii. Mara yangu ya kwanza kuona hii mashini, wafanyikazi pia, lazima ukuwe na utaalamu. Kwa kampuni yetu, kitu ya kwanza, kabla muuzaji akupatia mashini, wale wenye tunasema dealers, lazima afunze mkulima vile mashini inatumika. Hata kuwa na changamoto lolote kutumia hii mashini. Haya, tuingie kwenye mashamba. Tutatumia hii mashini, kuna tunasema vipulisi. Sasa hii inakusaidia tengeneza hiyo dawa iingie pale. Kitu tunaitwa kwa kimombo an angle position. Na hii nayo, kama uko na mimea umeweka tree crops like this side, inapika dawa huko, pia inapika hii side nyingine. Na hii yenye nimeweka kwa mashine hii
Hii unasatumia kupika kwa mboga, na hiyo dawa mashini inaipatia nguvu yenye inasafika kila sehemu ya hiyo mmea, kuzuia magonjwa yenye inaweza kuwa inatokea. Ama upikie kwa nyumba ya kuku. Hebu linganisha utumizi wa knapsack na mashini hii. Utuambie ni kwa nini mashini hii inashinda knapsack? Mashini yetu imetengenezwa kudumu kulingana na kazi inafanya. Kitu ya kwanza, knapsack kutumia nguvu za mkono. Hii mashini inatumia engine kwa kimombo. Hii mashini itapika mahali pakubwa, dawa itarudisha hiyo muda yenye mkulima ama ule mfanyakazi anakaa kwa shamba kwa hiyo muda yote. Pamela, katika shamba mfanyikazi mmoja wakati ananyunyizia shamba kwa muda gani na shamba la kiwango gani? Kwa sasa tunachukua vibarua ambapo unamlipa kisiku 400. Ekari moja tunaweza fanya na wafanyikazi 4. Haya, tulinganishe wakati ukitumia mashini hii na mkulima akitumia knapsack. Kitu ya kwanza, hii mashini ni haraka sana kwa kazi. Tena huhitaji watu wengi, mtu mmoja. Kama tangi imejaa mafuta, itachukua muda wa dakika 50-55. Hebu linganisha na bei ya petroli. Tangi yake ni 1 lita ama lita moja, na shilingi kama 200. Lakini utakuwa umepata kama eka 2 yenye umespray. So ukilinganisha na vile yeye hufanya, wale wafanyakazi anachukua 4, anaweka kwa shamba, ndo namaliza maybe eka 1 kwa siku moja. So utakuwa kwa kimombo nasema kusave. Umeokoa pesa mzuri, unaweza tumia ile pesa kufanya kitu kingine. Kweli. Wasambazaji wa STIHL wanapatikana nchini mzima. Tembelea tovuti yao kujua aliye karibu nawe. Visanduku vya kutagia vinaendelea vizuri. Tunatarajia uzalishaji zaidi, hivyo tunatengeneza seti 2. Tunahitaji sanduku kwa ajili ya kuku 4 hadi 5. Wakati huo huo, jikoni linakuwa na mwonekano mzuri, mbao inapigwa msasa na kaunta za aina ya mahogany zimeingia. Tunatumia vitunguu kila siku kwenye nyumba zetu. Kwa hivyo ni muhimu tuhakikishe kuwa hivyo vitunguu vinapandwa kwa njia salama. Kusaidia kwenye zao la vitunguu, tuko naye Karisa Makini hapa shambani, mtaalamu kutoka Kapi, watengenezaji wa viadudu vya kiasili. Nisha, hebu nikuulize, ulianza hii biashara ya vitunguu lini? Tulianza mwaka jana, tuna miezi 6 tukifanya ukulima. Hii ni mara yetu ya pili kupanda. Vitunguu haviathiriki sana na magonjwa. Pia unaweza kuvihifadhi kwa muda mrefu, miezi 6, bila kuharibika. Soko ya vitunguu nayo hatuwezi kumaliza. Maana wajua vitunguu vinatumika kila siku. Kweli kabisa. Katika mzunguko wangu wa ukaguzi nimeweza kutambua kuwa kuna mdudu sugu ambaye anasumbua. Mdudu huyu anajiita thrips. Au wengine watamuita utitiri. Kwa hivyo katika ishara ya wadudu hawa kwenye jani la kitunguu maji, utaweza kuona hizo tunaziita patches, nyeupe katika matawi. Hivi utaweza kujua umeshambuliwa na thrips. Na ukitaka kumjua vizuri, manake yeye hushambulia majani yale machanga. So utafungua hivi hapa katikati, alafu tizama kule ndani, utaweza kuona hao utitiri au thrips au vithripi wanapatikana sehemu hiyo. Kati ya mambo ambayo yanafanya mdudu huyu kuwa msumbufu ni kwa sababu ana uwezo wa kusurvive katika familia ya mimea tofauti. Mdudu huyu aweza piga kambi kwenye nyasi, aweza kusurvive katika miti, katika magugu kwenye shamba lako. Kwa hivyo hii inapelekea kuwa anakuwa sugu katika wewe kumuondoa katika shamba yako. Vile vile mdudu huyu anapenda kujificha. Kwa hivyo kumkabili adui ambaye yuko mafichoni, hapo ni changamoto. Kwa kimombo tunasema ni cryptic in nature. Kifungua jani hivi utampata yuko ndani kabisa. Kwa hivyo hiyo pia ni changamoto katika kumkabili mdudu huyu. Kuna wakati tumekumbana naye mara kwa mara na tukanyunyizia dawa. Lakini vile tunafanya ukulima, tunataka kuepuka sana mambo ya kutumia madawa. Vile tunasema organic farming. Katika kumkabili kikamilifu mdudu huyu, ni changamoto ambayo inatokana na mzunguko wake wa kimaisha. Kwa kizungu nasema life cycle. Katika life cycle kuna stages ambazo ziko kwa mmea, na kuna stage ambayo ni moja inajiita pupa, hiyo inapatikana mchangani.
Kwa hivyo wakati unamkabili mdudu huyu lazima uwe na vitengo viwili vya dawa. Ile dawa ambayo itamkabili akiwa mchangani ambayo ni pupa stage, na dawa ambazo za kunyunyuzia za kawaida ambazo zitakabili zile stages zingine ambazo ziko kwenye majani. Hivi ni kumaanisha Nisha amekuwa akipambana na hizo stages 3 pekee ambazo ziko kwa mmea na kusahau ile stage moja ambayo iko mchangani. Kwa hivyo leo nimekuja na suluhisho la kumkabili yule ambaye yuko mchangani. Okay. Yeah. Suluhisho sasa ni ipi? Kwa hivyo suluhisho na dawa ambayo naita flower dust. Dawa hii ni ya uasilia wa unga. Waona hivyo itakusaidia kuzuia hawa vitripi kikamilifu. Flower dust inatengenezwa kutokana na pareto na viungo vingine viwili. Kwa hivyo flower dust ni dawa ya kiasilia ambayo imetengenezwa na wataalamu wa kutoka Kapi, haswa kumkabili yule ambayo yuko mchangani ambayo tunamuita pupa stage. Kwa hivyo kabla ya kutumia flower dust wahitaji kuhakikisha kuwa sehemu yako haina magugu kabisa. Ili ikupe nafasi ya kunyunyiza dawa hii. Utanyunyiza tu kwa juu hivi ukisambaa eneo lote la mmea, na hivi basi itakusaidia kumdhibiti mdudu huyo ambaye yuko mchangani. Sababu ni ya uasilia wa kivumbi, mtu wahitaji uwe na mask. Isije ikakuletea madhara madogo. Flower dust linaweza kuua hadi 95% ya thrips kwenye udongo. Nahitaji kutumia flower dust kuanzia wakati gani na mara ngapi tuseme? Flower dust ni vizuri mwanzo upige ukaguzi katika zao lako la vitunguu maji. Unapomuona mdudu huyu ambaye tumesema ni utitiri au thrips, basi hapo ndio itakana uanze kuweka mapema. Kumkabili kabla asambae kwingineko. Kumaanisha kwamba naweza kuitumia kabla ya upanzi? Hapana, utaitumia baada ya upanzi. Tuseme kama wiki 3 baada ya transplanting. Okay. Hapo ndio utaanza kuitumia, manake hapo thrips mara nyingi wanakuwa washaanza kuvamia zao lako. Naam. Sasa mimi kama mkulima mdogo, kuna madawa mengine naweza kutumia ambayo yako organic? Katika Kapi tuna madawa ambayo yote ni organic. Na flower dust ni mojawapo ya madawa ambayo tunayo. Kwa hivyo tuna madawa mengine ya kunyunyuzia kwa mmea ambayo yatakusaidia kumzuia mdudu huyu kikamilifu. Ni mashindano dhidi ya muda. Kamau anaweka maranda ya mbao ili banda liwe kavu na la starehe kwa ajili ya kuku. Pia ameweka vining'inio vipya vya kuku. Natumai wakulima wetu wanafurahia. Ni furaha kote. Kwa kutumia Diamond V na Natuzyme, Pamela tayari anapata mayai mengi kutoka kwenye masanduku mapya ya kutagia. Sasa la mwisho, ila sio tamati, kazi ya mwisho kwenye jikoni na tutakuwa tumemaliza kabisa. Njoni. Karibuni mjionee. Haya. Kazi safi kabisa. Huko ni kwetu. Jikoni inavutia. Ukilinganisha na mawe na saruji, mbao inaokoa muda na kazi nyingi, kwani hakuna muda wa kukauka. Kwenye ukuta, ufunikaji wa mbao husaidia kuweka nyumba iwe na joto. Kabati hizi zitatoa nafasi nzuri ya kuhifadhi vitu na pia kurahisisha usafi jikoni. Mbao za asili pia huleta mazingira ya kupumzisha sana. Tumejifunza mengi ambayo tulifikiria tunajua, lakini tukapata kumbe tungali bado. Shamba Shape Up imefanya nikagundua tunateseka kwa kukosa kujua. Unaweza fanya ukulima na uwe tajiri. Na kwa hivyo tunaona wakati mwingine katika Shamba Shape Up.